kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Ina maana anawaambia mnaweza kusoma maandiko msione uzima wa milele ndani yake kwa sababu hamjui kusoma. Maandiko yaliyokuwepo wakati huo ni Mwanzo mpaka Malaki. Asema hayo maandiko ndio yanayonifanya nini? Ndio yanayonishuhudia. Kwa ukisoma maandiko yaliyokuwepo wakati huo Mwanzo mpaka Malaki, Yesu anasema maandiko haya yananishuhudia mimi. Lakini hakuishia pale. Alipofika mstari wa 45 akasema si mimi nitakayewashtaki ninyi. Musa mnayemtumaini ninyi atawashtaki. Akasema lakini msipoyaamini maandiko ya Musa, maandiko yake, mtaamini vipi maneno yangu? Akasema kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Yesu mwenyewe anasema Musa aliandika habari zangu. Ndio maana wakati anafundisha wanafunzi wake aliwapitisha kwenye, akaanza kutoka Musa kwenye Luka 24:27, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Aliporudi hapo ndio alikuwa anamwambia Klopa na mwenzake. Alipofika kwa wale 11 alichokifanya akarudia tena mstari wa 44 Luka 24. Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikale pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Akaanza katika Torati ya Musa na manabii na katika Zaburi. Hapo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Kuelewa nini? Ya kwamba Torati ya Musa, Zaburi na manabii zina habari zangu. Zimezungumza habari za mimi kupata mateso na kufufuka siku ya tatu. Mimi nasemaga hivi,